Vikosi vya Israel vimeanza kuondoka katika baadhi ya maeneo katika ukanda wa Gaza. Vikosi vya jeshi la utawala wa Israel IDF, baada ya tangazo la kusitishwa kwa mapigano kati ya Hamas na Israel, vimeanza kuondoka katika baadhi ya maeneo huko katika ukanda wa Gaza baada ya makubaliano ya kusitisha mapigano na kuachilia mateka kupasishwa. Usitishaji huu unatarajiwa kuanza kutekelezwa huko Gaza baada ya utawala wa Israel kuidhinisha makubaliano ya harakati ya wapiganaji wa Kiislamu wa Palestina Hamas, ambayo pia yanashuhudiwa kuachiliwa huru mateka. Chini ya makubaliano hayo, jeshi la Israel lina saa 24 kuondoka katika njia iliyokubaliwa. Hamas watakuwa na saa 72 kuachilia mateka wote wa Israel, wakati Israel ikiwaachilia mamia ya wafungwa wa Kipalestina. Mitaa mbalimbali katika ukanda wa Gaza imeshuhudia wafungwa wa muda mrefu wakiachiliwa huru kutoka Israel. Mara tu mpango huo utakapoanza kutekelezwa, malori ya misaada yataongezeka kusaidia watu milioni 2 wa Gaza, ambao wengi wao wamelazimika kuyahama makazi yao. Inatarajiwa kuwa ndani ya saa 72 baada ya kusainiwa makubaliano hayo, mateka 20 wa Israel na miili ya wengine 28 itaachiliwa mkabala wa kubadilishana wafungwa wapatao 2000 wa Kipalestina kulingana na orodha iliyotolewa na Hamas. Wakati huo huo, kufuatia kutangazwa makubaliano ya usitishaji vita huko nchini Misri hapo jana Alhamisi, Hazem Qasim, msemaji wa harakati ya mapambano ya Kiislamu ya Palestina Hamas, amesema kuwa utawala wa Israel unajaribu kutumia vibaya vipengele vinavyohusiana na orodha ya wafungwa na kuondoka Gaza na unakwepa mjadala kuhusu masuala hayo. Amesema utawala wa Israel unajaribu kuhadaa, kufanya hila na kuchuja baadhi ya vipengele katika makubaliano ya usitishaji vita. Chanzo kilicho karibu na mfungwa wa Kipalestina Marwan Baghouti, mwanasiasa mashuhuri wa Palestina, kimefichua kuwa ofisi ya waziri mkuu wa Israel iliondoa jina lake kwenye orodha ya kubadilishana wafungwa dakika za jioni, na hivyo kuhujumu makubaliano hayo ya kusitisha mapigano katika eneo hilo la ukanda wa Gaza. Mtazamaji wa The World News, hayo ndio tuliokuwa nayo. Endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii. Utakuwa ukipata habari hizi kwa mapana hapa The World News. Jina langu ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote. Endelea kutufuatilia uyajue mengi yanayojiri katika ulimwengu kupitia The World News.